Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewapongeza wananchi wachimbaji wa madini ya dhahabu ndani ya mkoa huo kwa kuendelea kupuuza vitisho, wanaohamasisha vurugu na kukataa kila hamasa ya kuleta fujo na badala yake kuendelea kufanya shughuli za uchimbaji madini katika maeneo yao. Hayo ameyasema leo Julai 7, 2026 wakati alipofanya ziara na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, ambapo wametembelea maeneo mbalimbali ambayo wananchi walikuwa wakiendelea na shughuli za kiuchumi, ikiwemo maduka ya kibiashara, maeneo ya mgodi, ambapo ametembelea mgodi wa Msasa uliopo wilayani Bukombe pamoja na maeneo mengine ya mkoa huo. Aidha, Shigela amewataka wananchi kuendelea kufanya kazi za uzalishaji katika maeneo yao, huku akisema jeshi la polisi mkoani humo limejipanga kudhibiti kila aina yoyote ya changamoto itakayojitokeza. Kwanza nirudie tena kuwapongezeni sana wananchi wa mkoa wa Geita, wachimbaji, wafanyabiashara, wakulima, wavuvi na wafanyabiashara wa aina mbalimbali kwa namna ambavyo mnaendelea kuchapa kazi. Hongereni sana 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 sana. La pili, leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 7. Ni siku ya mapumziko kwa wale ambao wanahitaji kupumzika. Lakini vile vile ni siku ya kuendelea kufanya kazi kwa sababu ni siku ya Sabasaba ya kusherehekea. Sisi viongozi wa mkoa wa Geita tumekuja na kutembelea maeneo yote ya mkoa wetu na tumefika hapa Msasa kujionea shughuli za uzalishaji na uchimbaji wa madini ya dhahabu. Tumefarijika kuona kwamba shughuli za uchimbaji kwenye eneo la Msasa zinaendelea kama kawaida, kwa sababu wananchi wenyewe kwa ushirikiano na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mko makini na mmepuuza vitisho, mmepuuza wanaohamasisha vurugu na kukataa kila aina ya hamasa ya kuleta fujo na kusema sisi wananchi wa Msasa wa mkoa wa Geita tunataka kazi, tunapenda kazi sawasawa na mapenzi ya rais wetu, na ndio maana tunaendelea na kazi. Hongereni sana 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 ndugu zangu wana Msasa. Ninachotaka niwahakikisheni kwa kuendelea na utulivu huu, kwa kuendelea kuchapa kazi, hakuna mpango wowote wala mpango wa kutengeneza si kuleta wachimbaji wakubwa, si kuondoa wachimbaji wadogo. Msasa itaendelea kuwa ya wachimbaji wadogo ili waendelee kujiletea fedha. Nasema hivi, Msasa oye! Msasa oye! Machimbo na mgodi wa Msasa yako mambo makubwa mangapi? Na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameyaelekeza mambo mangapi? La kwanza, kama hakuna madhara yatokanayo na uchimbaji wetu, hakuna mpango wa kuyafunga machimbo ya Msasa. La pili, maadamu wachimbaji wanaendelea kuchimba na wanajitoa kuchapa kazi, mgodi huu wa Msasa utaendelea kuwa ni mgodi wa wachimbaji wadogo. Kwa hiyo hakuna mpango wa kumleta mwekezaji mkubwa. Kwa hiyo wala ambao wanawachochea, wanatengeneza taharuki ya kusema mgodi wa Msasa unafungwa, ya kusema mgodi wa Msasa unaletwa mchimbaji mkubwa mmoja, huo mpango haupo na hautakuwepo. Endeleeni kuchapa kazi sawa sawa na mapenzi ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza niwapongeze sana watu wa Msasa, hongereni sana kwa kuelewa na kuithamini amani, hongereni sana. Nilikuja hapa na niliwahakikishia amani na nyie mkaipokea, na sasa shughuli zinaendelea kama kawaida. Nachoweza kusema ni kwamba endeleeni kupiga kazi kutafuta hela. Ulinzi na usalama niachieni mimi, na nawahakikishia kwamba hali ya ulinzi na usalama hapa itaendelea kuwa hivi ilivyo. Nyie endeleeni kupiga hela. Asanteni sana. Sisi kama uongozi wa mgodi tunafarijika kuwaona, lakini mbele yenu tumekuja hapa kuwathibitishia kwamba hali ya mgodi wetu ni shwari, uzalishaji unaendelea kama kawaida. Hatuna changamoto yoyote ambayo tumeiface toka asubuhi mpaka sasa hivi wamefika,
ninachoweza kuwashauri wachimbaji, tuendelee kufanya uzalishaji ili tuweze kupata kipato. Hilo ndo muhimu kwetu sisi kama wachimbaji. Zaidi ya yote nipende kushukuru uongozi wa mkoa wetu ukiongozwa na mkuu wa mkoa na RPC wetu. Kwa kweli tunashukuru kwa ulinzi uliowekwa toka juzi, leo na hata mpaka sasa hivi unaendelea. Nadhani nyie wachimbaji ni mashahidi, mmeona. Tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida na tutaendelea kufanya uzalishaji. Hivyo tunawaomba concentrate kwenye uzalishaji, ni tuachane na mambo yoyote ya chokochoko, tufanye kazi tupate hela zetu.